mafunzo kama haya, mikutano ya wanachama, pamoja na kutoa vipeperushi na mambo mengine. Huo mradi wa Benki ya Dunia na miradi pia ya kwa mfano kwa Tanzania, Mto Mara. Jukwaa la bonde la Mto Nile nchini Tanzania, Tanzania Nile Discourse Forum TNDF, chini ya mwamvuli wa mtandao wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali katika bonde la Mto Nile, Nile Basin Discourse NBD, limefanya semina maalum kwa wadau zikiwemo taasisi na mashirika mbalimbali ambayo imefanyika jijini Mwanza. Mafunzo hayo yametolewa yakijieleza zaidi katika uelewa wa masuala mtambuka ya mabadiliko ya tabia nchi kutokana na athari ambazo zimeendelea kujitokeza katika nchi mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania. Sisi ni jukwaa la bonde la Mto Nile kwa upande wa Tanzania, na leo tulikuwa na semina ya wadau kwa ajili ya kuwaelimisha na kuongeza uelewa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kutokana na athari ambazo zinajitokeza, na ni janga ambalo tunalipa umuhimu kadiri ya mipango na maono ya shirika lenyewe. Matarajio yetu kufuatia mafunzo haya, baada ya kuwajengea jamii au mashirika yetu pamoja na hizo taasisi ambazo tulizialika kuwajengea uwezo, matarajio yetu ni kwenda huko maeneo ambayo wenyewe wanafanya kazi, wakajenge uwezo zaidi juu ya mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwenye kukabiliana kwa kutumia njia za kiasili, yani tunasema ni nature based solutions. Pamoja na mjadala juu ya uelewa wa mabadiliko ya tabia nchi na athari zake, mafunzo pia yamejikita kuona suluhisho asili, yaani ni namna ya kutumia njia za asili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hakika sasa nafikiri ni fursa moja nzuri sana kwa hawa washiriki wa hii semina ambayo imefanyika leo kuweza kuwaelimisha jamii, lakini pia na kupeleka ujumbe kwa watunga sera, serikali, kuweza kuona ni jinsi gani wanaweza wakaainisha sera ambazo zinaendana na njia sahihi za jamii kukabiliana na majanga yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia njia asilia katika mapambano haya. Bila shaka mafunzo haya yamehusisha washiriki zaidi ya 40 ambao wanakiri kupata uelewa juu ya mabadiliko ya tabia nchi, ambao watasaidia kuendelea kudhibiti athari kwa njia za asili kupitia shughuli zao za kila siku. Katika semina hii nimeiona ni semina muhimu sana kwa sababu wadau wa mazingira tumekutana, na kikubwa zaidi nimefurahi kwamba tumeanza kuongea mara kwa mara mabadiliko ya tabia ya nchi na njia asili ya kudhibiti athari za tabia ya nchi. Na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maeneo yetu imekuwa ni changamoto kubwa sana, na watu wengi mpaka tumekimbilia njia ambazo sio za asili kutafuta suluhu. Lakini kwa upande wa mikono yetu tumejikita hasa kuwaelimisha wananchi kupanda miti. Kwa sasa tumefanya Kaumulo, Sengerema na Buswelu wilaya ya Ilemela. Na baada ya kuingia kwenye semina hii nimefurahi kwamba kuna wadau wengi wanafanya hizi jitihada, na ninaamini tutafika mbali. Mimi kwa majina naitwa Carolina Tizeba, ni wakili lakini pia ni mshauri wa masuala ya sera na utawala bora, na ninafanya kazi na shirika la kujitolea la kimataifa, yani Voluntary Service Overseas, kwa kifupi VSO. Kiukweli nimejifunza mambo mbalimbali ikiwemo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na ukizingatia ni swala ambalo ni mtambuka kwa sasa. Nimejifunza nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa nini kunatokea mabadiliko ya tabia nchi, na nini kifanyike ili kuepukana au kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi.
lakini pia nimejifunza kuhusiana na mbinu asilia za kuweza kuepukana na mabadiliko ya tabia nchi.